Waandishi, awali ya yote na washukuruni sana kwa kujitokeza, maana nyie ni watu muhimu wa kufikisha habari kwa wahusika. Kwa hiyo nawashukuruni sana na muendeleze kuwa wa kweli katika tasnia yenu. Kwenye nyeupe ongeeni nyeupe, kwenye nyeusi mseme nyeusi. Hiyo ni ombi langu kwa waandishi wote. Kwa sababu kuna wengine wanaharibu tasnia yao. Mimi lengo langu kuu kuzungumza leo ni kuhusu transformation ya klabu ya Simba. Sisi tuliingia kwenye mfumo wa transformation mwaka 2017. Tukampata mwekezaji wetu Mo Dewji, na katika kuingia hiyo transformation pande zote mbili zilikaa, ya upande wa wanachama na upande wa Mo Dewji mwenyewe, na tukakubaliana kwa 49% amiliki Mo na 51% ile upande wa wanachama. Baada ya hiyo mkutano mkuu kukubaliana hilo, tulikubaliana pia, hiyo ni muhimu sana, tulikubaliana pia kwamba mchakato wa kuwasajili wanachama wapya isimame. Narudia tena, mchakato wa kusajili wanachama wapya isimame. Pande zote mbili walikubaliana. Na katika kumbukumbu yangu, Mwinyi Kaduguda aliteuliwa kuwahabarisha na kuwaelimisha wanasimba Tanzania nzima, na hiyo kazi alifanya kwa utukutu na watu wakamwelewa. Wakamwelewa nani? Mwinyi Kaduguda, kuhusu huo mchakato ambao tunaenda nao. Baada ya hapo tukasema sasa tufanye mchakato wa hiyo transformation ikamilike. Leo nasikitika sana na inanihuzunisha sana kama mwanachama wa Simba kwamba leo miaka 9 transformation haijakamilika. Je, inakwamishwa na nani? Nani anahusika katika hiyo transformation kutokamilika? Kwa sababu mwekezaji kila wakati, nakumbuka hapo juzi kati, wacha hiyo juzi alichoongea, alikuwa anaulizia kwamba je, hiyo mchakato umefikia wapi? Kwa sababu unajua transformation ikikamilika, yeye anaweka hela zake, yeye ana uwezo wa kuchukua loni benki. Lakini baada ya hiyo transformation haijakamilika miaka 9, bado yeye anaiwekeza Simba kama mwanachama na mshabiki, kwa sababu ana mapenzi na Simba yake. Leo ametamka wazi, alijitokeza kwamba ameinvest bilioni 87, lakini watu wakasema anadai. Hajasema kwamba anadai, amesema kwamba ametumia bilioni 87. Sasa hao machawa wasipotoshe wana Simba. Leo tunaongea, tunawaambia wana Simba ule ukweli. Baada ya hapo juzi yakabuka tena, na kabla ya juzi kuna wakati mwenyekiti Mangungu aliulizwa, nie wote wana Simba ni mashahidi, kwamba aliulizwa
kwamba je, kwa nini usajili wanachama wapya? Jibu alilolitoa kwamba mchakato wa transformation haijakamilika, ndio maana hatusajili wanachama wapya, kwa kauli yake mwenyewe. Sasa juzi amekuwa kigeugeu. Huyu Mangungu ni kigeugeu. Juzi anaita press yeye na Magori, wanakaa wawili, wanasema kwamba sisi tunasajili wanachama wapya. Sasa niye mnasajili wanachama wapya kwa vigezo gani? Hao ni viongozi wakubwa. Huyu Mangungu ni mwenyekiti wa wanachama, lakini anaongea pumba tupu. Anasema tunasajili wanachama wapya kwa vigezo gani? Je, transformation imekamilika? Transformation, mimi leo namuuliza Mangungu, transformation imekamilika? Nataka kusajili wanachama wapya. Alafu cha ajabu, huyu Magori naye anajitokeza, ambaye ni mwenyekiti upande wa Mo. Tajiri mwekezaji hana habari, mpaka katwiti kwamba transformation imeisha. Ina maana Magori, wewe umekuja kama wewe bila kushauriana na bosi wako? Nijibu, unataka jibu kwako. Ina maana hapo maelewano hamna. Niye viongozi hamuelewani. Kwa hiyo mimi, tunachotaka sisi wanachama, yaani nalitilia mkazo sana, na wanasimba jamani, nieleweni, bila kukamilika transformation, usajili wa wanachama usiwepo. Transformation ni kitu muhimu. Kwa nini mnakwamisha? Na unajua waandishi, niweke wazi, transformation wanaokwamisha ni upande wa sisi wanachama, ambaye ni mwenyekiti Mangungu. Huyu ndio anakwamisha transformation kwa ajili ya maslahi yao binafsi, kwa sababu wanajua fika kwamba transformation ikikamilika mambo yao hayataenda. Iweke wazi. Kwa nini mnakwamisha transformation? Kwa nini kama mnasema labda serikali inakwamisha, kwa nini hamtupi marejesho? Kwa nini hamtupi marejesho kwamba serikali inakwamisha? Kwa nini mmekaa kimya? Kwa nini mnakaa kimya? Kwa nini mnashona midomo yenu? Kama niye wa kweli na kweli kwamba niye mnataka transformation ikamilike, kwa nini mmeshona midomo yenu? Msitueleze sisi wanachama. Kwa hiyo acheni kupotosha wanasimba, acheni mchezo wenu mchafu huo. Kamilisheni transformation. Tunataka transformation ikamilike. Leo mimi nasimama na mwinukia Mheshimiwa Rais wa nchi ya Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Mama angu, niko chini ya miguu yako leo. Wote tusimame. Mama, tunakuomba. Tuna huzuni sana mama. Tunateseka. Mama. Hii Simba pia ni yako. Watu wanakuruga. Leo ingilia hilo swala babangu. Simba ni yako pia mama. Modeuji na kuomba. Mwanana na mheshimiwa. Hii information iishe. Hiyo transformation kamilisha. Ifike mwisho. Tunaumia wana Simba. Makonda, tusikilize Makonda, pambana. Na pia kwenye hii timu una uchungu nayo. Mama tuokoe katika hili janga. Hili janga limekuwa kubwa. So mpaka kila mtu anaongea la kwake. Mpaka sisi tunaanza kutafuta mabomu mama. Hebu ndio hataki na sisi jamani, hataki kufa. Tunaongea kwa uchungu sana leo. Mimi nalia jamani.
Mama tusaidie mama. Baba ingilia mama. Hii Simba mama. Modeuji na kuomba Modeuji kana mama, maliza huo mchakato mama, umalize. Uishe mama, tunakuomba mama. Mama Samia tunakuomba. Viongozi wa Simba wanayumbisha uwekezaji, hapo anasingizia Dewji ndio anakwamisha. Kwani inatumiza? Tunahuzunishwa. Mtusaidie. Serikali mtusaidie ili kuacha hawa wapigaji wanaotaka kuzungusha uwekezaji, alafu kwa anasema mwekezaji anakwamisha. Mwekezaji anataka leo kesho. Hao wanakwamisha wao wasifanikiwe kwa kauli ya mama. Wameleta hili mali wa 51 wana sauti, wanaacha makubaliano waliyofanya kwenye makaratasi. Huu ni uhuni tu. Tunaomba Mheshimiwa Rais, mimi leo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tusaidie kwenye hili. Tunakuomba mama, tunakuomba. Kingine namuomba sana mwekezaji wetu Mo au msamirie. Namuomba sana. Unajua kuna lugha zinatumika pia. Wengine wanasema kwa vile wewe Muhindi unamtetea Muhindi mwenzako. Siko hivyo. Mimi leo na hapa na leo ni siku ya Ijumaa. Na hapa kwa Mwenyezi Mungu wangu sipati hata senti 5 kwa Mo mimi. Na sitaki. Mimi niko kwa ajili ya kutetea nembo ya Simba. Hata mimi asipendi hela. Sisi tutatetea nembo ya Simba. Kwa hiyo Mo kama atakosea nitamsema pia. Lakini kwa hilo Mo hajakosea. Ni ndio sisi wanachama, upande wanachama mwenyekiti ndio unakwamisha mchakato. Tuwe wa kweli. Wana Simba wajue hilo. Sisi tutaongea ukweli. Hatutamwogopa mtu. Leo mimi namshauri mwekezaji wangu. Nampa ushauri mwingine. Huo ushauri wa kwanza ulikuwa kwamba aonane na mama mwenyewe. Mimi na imani mama atalimaliza hilo. Kingine nachomomba Mo kwamba waondoe Friends of Simba. Achana nao watu. Huyu Magori muondoe. Aondoke. Wone wanamzunguka huyu mtajiri. Hatuwataki sisi Friends of Simba. Waweke watu wengine kwenye nani yako, cabinet yako. Lakini sio Friends of Simba. Hatuwataki. Hao ndio wanakuharibia. Hao ndio wanakuhujumu. Wao naomba sana kwa Mo hilo pia kwamba achane na Friends of Simba. Sisi tunataka watu ambao wana uchungu na Simba. Wana uchungu na Simba. Tunataka wale katika Simba ambao wanaipigania nembo ya Simba. So watu wanafiki hao. Watu wako kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Tumechoka sisi. Mwisho tu ni muombe Mheshimiwa Rais. Tumekuomba sisi wote na tunakuomba tena Mheshimiwa. Tunakuomba tena Mheshimiwa. Kwa limalize hilo. Iishe mama. Sisi pia tunataka furaha hii. Miaka 4 tumeikosa au 5. Mama tuona sisi tunataka furaha yetu irudi. Kwa nini tunafanywa hivi mama? Mohamed Mo, mnyonge mnyongeni, haki yake mpende. Mo kwa furaha yote tunayoipata hapa kwa sababu ya Mo. Hao wanaoitaka Simba walikuwa wapi? Wakati Simba ilikuwa chekea bakuli tangu 2011, mbona hawakuitaka Simba? Wameitaka leo, nyumba ishaezekwa, wanataka kuja kula sasa. Tunasema hatutakubali. Hatutakubali. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, tunaomba viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Sawa, tunakuomba Rais wa Zanzibar, Hussein Mwinyi, tusaidie kwenye hili. Wana Simba tunataka na wauni. Hao Friends of Simba wakishirikiana na mwenyekiti. Anavuruga hii. Alafu akisingizia kwamba Mo Dewji anavuruga uwekezaji. Ni uongo. Hilo ni uongo. Mo hana shida.
Wenye shida ni wao. Wanakuhamisha wewe kwa sababu wao wanapiga. Na hiyo tunachoongea na imani kwamba Mheshimiwa Rais atakuwa ametuona na ametuelewa na atalitekeleza. Mama ni msikivu. Tunajua mama wewe ni msikivu. Kwa hiyo tunakuomba na sisi watu wa Simba tunataka furaha. Tunateseka na matatizo haya. Tunapigwa mara 6 mfululizo. Mama tunachoka. Na Simba sio timu ya kupigwa mara 6 mfululizo na Yanga. Watu wakichuka kuyumbisha. Sasa kuna watu tu wanayumbisha timu. Tunakuomba mama. Na kuna wengine ambao wako katika Tanzania influencers ambao admin wake ni huyu daktari wa mchongo, mnafiki mkubwa. Leo amekuwa kama mwenyekiti wa Tanzania influencers, aondolewe pale, hastahili. Mtapeli mkubwa huyu. Leo anaenda Dodoma. Mimi nasema nawatumia ujumbe kwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, Wizara ya Michezo, ambao alienda kuonana naye waziri wa michezo, makamu wake, kwamba waheshimiwa, huyu ni mtapeli, huyu ni mtapeli, huyu ndio anaisambaratisha Simba. Hao ni wanafiki. Mwisho mimi namwomba Mheshimiwa mwekezaji wetu Mo, hao watu udili nao, usiwaache. Washtakiwe, wametuharibia brand yako. Wamezalisha biashara. Mnandi kashika unga juzi. Mimi yangu ni hayo. Kuna mtu anataka kuongea?